Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kama tulivyomsikia mama yetu akizungumzia faida ambayo ameweza kuipata kutokana na taasisi yenu ya Khidmatul Umma. Mama amezungumzia kwamba anashukuru kwanza kwa taasisi yake ya Khidmatul Umma kwa kupata hiki ambacho leo ameweza kupatiwa, yani zakatul mal. Mama huyu alikuwa na uwezo wa kwenda kukopa mikopo ambayo ina riba, tena inatumika jina ambalo riba nafuu, lakini riba nafuu hiyo tutambue kwamba Allah subhanahu wa ta'ala pia ameikataza. Hakuna riba nafuu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo wewe mtazamaji, ukitoa zakatul mal katika taasisi yako ya Khidmatul Umma tukampatia mama kama huyu, basi tunakuwa tumemwokoa mama kama huyu kwenda kukopa mikopo ya riba. Ndugu yangu mtazamaji, leo tarehe 21 mwezi wa 5 2026, taasisi ya Khidmatul Umma tupo hapa Masjid Taqwa Ilala Bongoni. Leo tumeweza kuwapatia wakina mama takribani 140 zakatul mal. Alhamdulillah, makusudio yetu Allah subhanahu wa ta'ala kama mnavyoona zitaenda kuwasaidia katika biashara zao ndogo ndogo za kuweza kuendesha familia zao. Alhamdulillah, nichukue fursa hii niwaombe nyote ambao kwamba mnaona mambo haya, basi mshirikiane nasi, mlete sadaka zenu, lakini vile vile mlete zakatul mali kupitia sisi taasisi yenu ya Khidmatul Umma, ili tuweze kuwapatia hawa ambao ni wenye kustahiki kupewa. Lakini vile vile kwa wewe ambaye hujui, huna elimu kwamba mimi nina kiwango cha kutoa zakatul mal au sina, basi ni vizuri pia ukatuona sisi Khidmatul Umma, tutakufahamisha kwa mali uliokuwa nayo, kwa biashara ulizokuwa nazo, wewe unastahiki kutoa zakatul mal, tena kiwango fulani. Hiyo itakusaidia wewe kupata elimu na kuweza kutekeleza ibada hii ya kutoa zaka. Allah subhanahu wa ta'ala kila alipoamrisha swala, basi hapo hapo akaamrisha watu watoe zaka, kuonyesha kwamba zaka ni ibada katika ibada ndani ya dini yetu ya Kiislamu. Wabillahi tawfiq. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.